30 dakika zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Karibu kama ndio kwanza umeanza kutazama taarifa hizi za yanayojiri. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini nataka tuvuke hadi katika kaunti ya Kisumu ambapo mwenzangu Bramwell Bwire yuko kule, ikiwa Kisumu ni moja ya malango makubwa ya mipaka katika taifa hili ambalo linatuunganisha kati yetu na Uganda na vile vile Tanzania, ambapo ujue katika eneo lile kuna wengi ambao wanaingia kupitia ziwa Victoria. Sasa hivi kuna hofu ya ugonjwa wa Ebola ambao msambao wake umeanza kuingia katika taifa la Uganda. Je, Kenya imeweka mikakati gani? Je, wakazi wa Kisumu wanajihisi wapo salama, hususan wakati huu ikifahamika kwamba wapo wavuvi wa Kenya wanaoenda mpaka Uganda, wa Uganda wanaokuja hadi karibu katika mipaka ya Kenya? Usalama wetu uko vipi? Nampisha mwenzangu Bramwell Bwire apige gumzo na baadhi ya wakazi na vile vile wahudumu katika fuo mbalimbali za bahari ya Kisumu kuweza kusikia wanasemaje kuhusiana na swala hili. Bwire, wanasemaje watu wa Kisumu kuhusiana na hofu ya Ebola kusambaa nchini? Shukran sana Yeri, jinsi ulivyosema ni kweli kwamba tupo hapa katikati mwa jiji la Kisumu. Jiji hili ni mojawapo ya majiji ambayo kwa Kiingereza wanaita Lakeside City, kwa sababu kutokea hapa hadi ziwa Victoria tuna takriban kilomita 1.5 hivi, kisha tutakuwa unafika katika ziwa lile la Victoria. Ziwa hili ni mojawapo ya mipaka ambayo wavuvi toka hapa Kenya kila uchao kujitosa pale ziwani kuelekea kuweza kujitafutia riziki, kwa kujitafutia cha kutia mdomoni. Hawa ni watu ambao kila mara kutangamana na wenzao toka Uganda, toka upande wa Tanzania, wote wakianza tu kutafuta riziki. Kumbuka kwamba ziwa hili halina mipaka. Moja tu unapoingia kwenye lile ziwa huwezi jua kwamba hapa sasa ndio mwisho wa Kenya na hapa ndipo Uganda inaanzia. Kwa nini tunazungumzia ziwa hili? Kumbuka kwamba ziwa hili linatumiwa na mataifa matatu: Kenya, Uganda na Tanzania. Uganda kuna wavuvi wengi ambao mara kwa mara tumeshuhudia wavuvi wa hapa Kenya wakiweza kukamatwa kwa madai kwamba wameweza kuvuka mpaka na kuingia kule Uganda. Wavuvi wa Kenya mara kwa mara wanasema kwamba wenzao kutoka Uganda hawaheshimu mipaka, wanaingia humu Kenya. Hilo si hoja. Hoja kuu leo ni kwamba tunaangazia msambao wa ugonjwa wa Ebola. Je, pale ziwani Victoria nini ambacho kimefanywa? Jana tulizungumza na mwenyekiti wa usimamizi wa ufukwe ambaye ni Tom Guda, anasimamia katika fukwe zote humu nchini. Tom Guda alikuwa anasema kwamba hamna chochote cha ambacho kimefanyika pale. Tulidhibitisha baada ya kutembelea fukwe tofauti. Hamna pale maafisa kutoka afya ya umma ambao wapo pale kuweza kuangalia ile screening, kuweza kufanya ukaguzi wakati wavuvi wanaingia humu nchini na wakati ambapo wanakwenda pale majini kuweza kujitafutia riziki. Ukiangalia katika nyingi ya hizi fukwe utapata kwamba kuna msongamano mkubwa wa watu ambao wanafika pale kuweza kununua bidhaa na kuweza kuwalaki wale wavuvi pindi tu wanapotoka kwenye ziwa na kuleta samaki. Lakini kuna kundi moja la watu ambao hatujajiangazia kwa kawaida. Kundi hili ni kundi la waumini. Kando ya ziwa Victoria kuna nyingi ya kanisa ambazo zimekuwa pale. Sasa nataka nizungumze na mmoja wa wale bishops ambao wako hapa, maaskofu ambao wako hapa. Anaweza tu kutueleza wavuvi ni washiriki wao. Je, wanaonaje kuhusu hili swala zima la msambao wa Ebola? Naomba bishop uweze kusongea hapa, utueleze unaitwa nani, umetoka katika kanisa lipi, na je hili swala la Ebola, labda kuna baadhi ya makanisa yamejizungumzia, wakazungumzia ile kile kituo cha karantini cha Laikipia, lakini hapa katika ziwa Victoria, je nyinyi kama mabishop ama kama maaskofu mnahisije? Mko tayari na mko salama kwa virusi vya Ebola? Yeah, thank you. I'm called Bishop George Barak Okwengu of Evangelism Harvest Fellowship Church. And the lives of people around the lake region is at a higher risk, so much higher risk. And what I will say first, to request our people that are working on the lake, fishermen and others, that they should exercise, they should be cautious, and they should exercise higher restrictions when they are dealing with other nationals from the nations that are making East Africa. Yeah.
Zungumzia kidogo, serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba wale wavuvi wamelindwa. Tunazungumzia screening, tunazungumzia islands zetu hapa, tunazungumzia Mageta Island. Iwapo mvuvi atapatikana Mageta Island, tunazungumzia je, kuna mikakati ambayo imewekwa na serikali kuhakikisha kwamba yule mvuvi anaweza tolewa pale Mageta na kufikishwa hapa Kisumu, labda katika kile kituo cha Jaramogi Oginga Odinga? Yeah, because currently Ebola is news in our nation. And as we all know, the government has, through Ministry of Health, responsibility first to educate our people. They are supposed to create awareness more than what we are seeing on the mainstream medias or social media. Then they are supposed also to put up screening centers and also up their patrol in the lakes to make sure that people are following the law and working within the given areas so that they don't go beyond or they don't get in touch with these people that could be already victims of Ebola, that will make it affect others outside the lake. Yes. Siwezi kuacha uondoke labda kama tujazungumzia swala kwamba leo nasumbua nchi sasa hivi. Nazungumzia kile kituo cha karantini ama quarantine center ambayo serikali kupitia ushirika wake na taifa la Marekani inapanga kuweka kile kituo katika eneo la Nanyuki. Imeibua mjadala kila mahali. Kila mdau katika taifa hili labda anaonekana kupinga kile kituo cha karantini kwa pale. Wewe kama mhudumu ama wewe kama askofu, labda wewe unahisije kuhusu pendekezo lile la serikali kuweka kituo cha karantini kule Nanyuki? I will advise the government to reconsider their position on the quarantine that is supposed to be built in Kenya. That will be a big mistake because it's going to expose millions of Kenyans' lives into risk. It's not a good thing. The court has spoken, temporarily stopped it. The government now has a duty to obey the law and to stop whatever plans they have and to relook at everything. You see, the American government, they are putting Americans' lives first. The Kenyan government is supposed to do the same. Kenyans are also people like American people. Therefore, it is not proper for us to feel not taken care of. You see, that nobody is thinking about our lives. You know, Ebola is highly contagious and it is more dangerous than even COVID. So just playing with it is not a small thing for us. It's causing people to live in fear because noise has been made from left and right and it seems like nobody is listening to these all cries. So it is not a good thing and it is a big mistake even to think of putting quarantines in Kenya. First, why do you want to put quarantines? 25 centers in Kenya. Who is sick in Kenya at the moment with Ebola? Why are we bringing in a disease from another country? So this is not good. As a bishop, as a believer in Christ, we are taught not to fear. But again, we are here to speak and to advise the government as spiritual people. I hope that this is going to get into their hearts and they're going to sit and think again. And this quarantine that is supposed to be put in Laikipia will not be put. Shukran sana askofu, na kila laheri wakati ambapo mnaendelea kuelimisha wakazi na pia waumini katika madhehebu yenu kuhusu swala hili la Ebola na ni nini ambacho labda kinafaa kufanyika hapa. Yeri, maoni hayo ya kanisa toka hapa katikati mwa jiji la Kisumu. Wanasema kwamba Ebola ni ugonjwa ambao umeuzia watu uoga, na wanasema kwamba serikali inazidi kuuzia uoga wa Kenya kwa kusema kwamba wanaenda kutenga vituo 23 vya karantini katika taifa zima la Kenya. Lakini cha msingi ni kwamba Ziwa Victoria lazima ule uangalifu, surveillance iweze kufanyika pakubwa, kwani pale ndipo mwingilio mkubwa wa ugonjwa huu. Iwapo
iwapo Kisumu itakuwa katika tishio, basi lile tishio kubwa litakuwa katika ziwa Victoria. Kumbuka kwamba katika ukiingia Kenya kutokea pale Uganda, katika kituo cha Malaba kuna pale vipimo vya kuhakikisha kwamba kila anaingia nchini yupo salama. Ukipitia vile vile katika mji wa Busia kuna vipimo pale. Wameweza kutenga kituo cha karantini ambacho vile vile kinaonekana kuibua zogo katika kaunti ya Busia, katika ile eneo la Alupe. Mbunge wa Teso South Mary Emase jana amekuwa mkali akisema kwamba katika eneo bunge la Teso South ni ile hospitali ya Alupe peke yake ndo hospitali. Kwa hivyo haiwezi kubali ibadilishwe kuwa kituo cha karantini. Kwa hivyo ni mdahalo mzima ambao tunaenda kuangalia. Kumbuka kwamba tisho hili si Kisumu tu, bali ni katika kaunti zote 6 zinazoshiriki ziwa Victoria. Kwa hivyo ni swala ambalo tunaendelea kulifuatilia kwa karibu, kuweza tu kujua iwapo serikali itaweza kuridhia maoni ya wakazi na kuhakikisha kwamba vituo hivi vinaweza kusitishwa na usimamizi na udhibiti wa Ebola unazidi kuongezwa viwango katika kaunti hizi za ziwa Victoria. Toka hapa jijini Kisumu, Yeri, moja kwa moja kwako pale studio. Asante sana mwenzangu Bramwell.